أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ajadahullahu ta'ala binasrihil aziz anasema, sahaba wa kwanza nitakayemzungumzia leo anaitwa Hazrat Muawiz bin Haris radhiyallahu anhu. Hazrat Muawiz alitokana na kabila la Khazraj la Ansar. Jina la baba ya Hazrat Muawiz lilikuwa Haris bin Rifa na mama yake alikuwa anaitwa Afra binti Ubaid. Hazrat Muaz na Hazrat Auf walikuwa ndugu zake. Hawa wote watatu pamoja na kuitwa kwa jina la baba yao walikuwa wakitajwa kwa jina la mama yao vile vile, na walikuwa wakiitwa Banu Afra. Ibn Ishaka ndiye aliyesimulia kwamba Hazrat Muawiz pamoja na Ansar 70 alishiriki katika bayati Uqba Thania. Hazrat Muawiz akamoa Yazid binti Qais ambaye mabinti wawili wakazaliwa kutoka kwake ambao walikuwa wakiitwa Hazrat Rabia binti Muawiz na Hazrat Umaira binti Muawiz. Hazrat Muawiz pamoja na ndugu zake wawili Hazrat Muaz na Hazrat Auf akajaliwa kushiriki katika vita ya Badr. Katika vita ya Badr, Hazrat Muaz, Hazrat Auf na Hazrat Muawiz waliokuwa wakiitwa Banu Afra, wao na Abu Hamra aliyekuwa mtumwa wao waliyemwacha huru, walikuwa na ngamia mmoja tu ambaye walikuwa wakimpanda kwa zamu. Khalifa mtukufu anasema kwamba riwaya hiyo nimeshaieleza katika kumbukumbu za Hazrat Muaz, lakini kwa kuwa ina kumbukumbu za Hazrat Muawiz, hivyo naieleza tena. Hazrat Anas radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba siku ya vita ya Badr, mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema, ni nani atakayeleta taarifa ya Abu Jehal? Hazrat Ibn Masud akaenda na kuona kwamba watoto wawili wa Afra wamemshambulia kwa panga hadi anakaribia kufa. Hazrat Ibn Masud akamuuliza, je, wewe ni Abu Jehal? Hazrat Anas anasimulia kwamba Hazrat Abdullah bin Masud akashika ndevu ya Abu Jehal. Abu Jehal akasema, je, yupo mtu mwingine mkubwa ambaye umewahi kumua? Au akasema, je, yupo mtu ambaye awe ameuawa na kaumu yake? Khalifa mtukufu anasema kwamba hiyo ni riwaya ya Bukhari, na Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib akieleza maelezo ya riwaya hiyo anasema kwamba katika baadhi ya riwaya imeandikwa ya kuwa watoto wawili wa Afra, Muawiz na Muaz, walikuwa wamemfikisha Abu Jehel karibu ya mauti. Kisha Hazrat Abdullah bin Masud alikuwa amekata kichwa chake. Imam Ibn Hajar ameeleza akisema kwamba yawezekana ya kuwa baada ya Hazrat Muaz bin Amr na Hazrat Muaz bin Afra
hat Muawidh bin Afra pia atakuwa amemshambulia Abu Jahl. Hazrat Khalifatul Masih Thani radhiyallahu anhu akieleza tukio la mauaji ya Abu Jahl anasema, binadamu hufanya sherehe nyingi na hufikiri kwamba kitu fulani kitamfaa, lakini kitu hicho hicho kinakuwa sababu ya maangamio na uharibifu kwa ajili yake. Wakati wa vita vya Badr, makafiri wa Makka walipojia na wakafahamu kwamba tayari tumewaua Waislamu, na Abu Jahl akasema tutasherehekea Idi na tutakunywa pombe nyingi, na wakaelewa kwamba sasa hatutarejea Makka hadi tuwe tumemaliza Waislamu wote. Lakini Abu Jahl huyo huyo akauawa na vijana wawili wa Madina. Makafiri wa Makka walikuwa wakiwadharau sana watu wa Madina, na Abu Jahl akaikuta hali ya masikitiko makubwa ya aina yake, ya kwamba hata tamanio lake la mwisho pia halikuweza kutimia. Kulikuwa na utamaduni wa Uarabuni kwamba ikiwa mkuu fulani alikuwa akiuawa katika vita, basi walikuwa wakikata shingo yake kwa kurefusha zaidi ili aweze kutambuliwa kwamba huyo ni mkuu fulani. Abdullah bin Mas'ud akamuona Abu Jahl alipokuwa katika hali ya mahututi na akamuuliza, una hali gani? Yeye akasema, sina sikitiko lolote isipokuwa moja tu, kwamba watoto wa Madina wameniua, ambao ni vizazi wa wakulima, na kazi hiyo ya kilimo ilikuwa ikifahamika kama kazi ya aibu kwa watu wa Makka, na ilikuwa ikizaniwa kwamba watu wa Madina hawajui mambo na ujanja wa vita. Sasa yeye akauawa na kibri yake ikavunjika, na hawa bali sio hawa, bali watoto wao ndio waliomuua, wasiokuwa na uzoefu mkubwa wa vita. Abdullah akamuuliza, una tamanio lolote? Abu Jahl akasema, natamani kwamba nikatie shingo yangu kwa kunirefusha kidogo. Abdullah akasema, sitatimiza tamanio lako hilo, na akaikata shingo yake karibu na ndevu yake. Na Idi aliyopenda kuisherehekea ikawa msiba kwake, na pombe ambayo alikuwa amekunywa hakuweza kupata ulevi wake. Katika vita ya Badr, hat Muawidh akipigana kwa ushujaa na akauawa shahidi na Abu Musafi. Sahaba anayefuata ni hat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Hat Ubay alitokana na tawi la Banu Muawiya la kabila la Khazraj la Ansar. Jina la baba yake lilikuwa Ka'b bin Qais, na mamake alikuwa akiitwa Suhaila binti Aswad. Hat Ubay bin Ka'b alikuwa na kunia mbili. Moja ilikuwa Abu Munzir, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempa, na ya pili ilikuwa Abu Tufail, ambayo hat Umar kwa munasaba wa mtoto wake Tufail alikuwa amempatia. Hat Ubay alikuwa na kimo cha wastani. Rangi ya nywele na ndevu yake ilikuwa nyeupe, na alikuwa hatumii hina kwenye nywele na kwenye ndevu yake. Hat Ubay bin Ka'b akifuatana na watu 70 alishiriki katika bayati Uqba Thania. Hat Ubay hata kabla ya ujio wa Islam alikuwa na ujuzi wa kusoma na kuandika, na baada ya kusilimu Hat Ubay akapata bahati ya kuandika wahi iliyokuwa inamteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina yake na baina ya Talha bin Ubaidullah, ilhali sawa na riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameuweka udugu kati yake na kati ya Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Inasimuliwa kuhusu Ubay bin Ka'b ya kwamba Mwenyezi Mungu alimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba
umsomee Ubay Qur'ani tukufu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kari mkubwa wa umati wangu ni Ubay. Na kuhusu Ubay inasemekana kwamba yeye alikuwa na elimu kubwa ya Qur'ani tukufu. Na kuhusiana na hilo zipo riwaya zingine zitakazoelezwa hapo mbele. Muslim Maud radhiyallahu anhu anasema Ubay bin Ka'b alikuwa miongoni mwa watu wanne ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba hawa ni wakari wa umati. Yani ikiwa mtu anapenda kujifunza Qur'ani tukufu basi ajifunze kutoka watu hawa wanne. Kisha Muslim Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba waandishi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaandikisha Qur'ani tukufu yapo majina 15 yanayopatikana katika historia. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Sa'd, Abi Sarha, Zubair bin al-Awam, Khalid bin Said bin As, Awan bin Said al-As, Hanzala bin Arabi al-Asadi, Muyaqqab bin Abi Fatuma, Abdullah bin Arqam Zahri, Shurahbil bin Hasana, Abdullah bin Rawaha, Hat Abu Bakr, Hat Umar, Hat Uthman, Hat Ali. Qur'ani tukufu ilipokuwa ikimteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuita mmoja wao na alikuwa akimwandikisha wahi. Sehemu moja Al-Muslim Maud radhiyallahu anhu alisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameiteua jumuiya moja ya wakari ambao wakihifadhi Qur'ani tukufu nzima kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiwasomesha watu wengine. Hawa walikuwa wataalamu wakubwa ambao kazi yao ilikuwa ya kwamba wasikilize Qur'ani tukufu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wawafundishe wengine. Kisha walikuwepo maswahaba wengi waliokuwa chini yao ambao walikuwa wakiwasomesha wengine. Walimu hawa wakubwa ni wafuatao: Abdullah bin Mas'ud, Salam Maula Abi Huzaifa, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'b. Watu wawili wa mwanzoni ni muhajirina na wengine wawili ni ansar. Na kuhusiana na shughuli, Abdullah bin Mas'ud alikuwa kibarua, Salam alikuwa mtumwa aliyeachwa huru, Muaz bin Jabal na Ubay bin Ka'b walikuwa miongoni mwa machifu wa Madina. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akizingatia makundi yote alikuwa amewateua wakari. Inapatikana katika hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwamba khuzul Qur'ana min arba: Abdullah bin Mas'ud wa Salim wa Muaz ibn Jabal wa Ubay bin Ka'b. Watu wapendao kusoma Qur'ani tukufu wasome kutoka hawa wanne: Abdullah bin Mas'ud, Salam, Muaz bin Jabal na Ubay bin Ka'b. Hawa ni watu wanne waliojifunza Qur'ani tukufu nzima kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au wakisoma mbele yake na wakasahihisha makosa yao. Lakini pamoja na hawa walikuwepo maswahaba wengi waliokuwa wakijifunza Qur'ani tukufu moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay ya kwamba Mwenyezi Mungu ameniamrisha ya kuwa nikusomee sura ya lam yakuni lazina kafaru min ahli alkitab. Ubay radhiyallahu anhu akamuuliza, je, Mungu alitaja jina langu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio. Ubay kwa kusikia hilo akaanza kulia. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Ilhali katika riwaya nyingine imebainishwa kwamba Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasimulia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay bin Ka'b
Mwenyezi Mungu ameniamuru ya kwamba mimi nikusomee Qur'ani tukufu. Ubay akamuuliza, je, Mwenyezi Mungu ametaja jina langu? Mtume sasa akasema ndio. Ubay akasema, mimi nimetajwa mbele ya Mola wa walimwengu wote. Mtume sallallahu akasema ndio. Hapo machozi yakaanza kutiririka machoni mwa Ubay. Maelezo ya tukio hilo yameelezwa na Musleh Maud radhiyallahu anhu hivi. Huzur anasema, imesimuliwa na Abu Hayya Badri kwamba sura ya lam yakun lazina iliposhuka kwa pamoja, Jibraili akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu amekuamuru ya kuwa sura hiyo umwezeshe Ubay bin Ka'b ili aihifadhi moyoni. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ubay bin Ka'b kwamba Jibraili ameniamrisha na amri hii ya Allah amenifikisha kwamba sura hiyo ni kufanye uihifadhi moyoni. Ubay bin Ka'b akasema, ewe mtume wa Allah, je, mimi nimetajwa mbele ya Allah? Mtume sallallahu akasema ndio. Hapo Ubay bin Ka'b kutokana na furaha yake akalia machozi. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar akamkumbusha jambo hilo kwa mara kadhaa. Safari moja akiwa juu ya mimbari ya msikiti wa unabii akasema, kari mkubwa kuliko wote ni Ubay. Katika safari maarufu ya Syria akiwa katika mji wa Jabia ambao ni makazi ya Damascus, akasema katika hutuba yake kwamba man arada alqur'ana falyati Ubay, yani mtu akiwa na shauku ya kujifunza Qur'ani tukufu basi aje kwa Ubay. Anas anasimulia kwamba wapo watu wanne waliokuwa wamehifadhi Qur'ani tukufu nzima katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao wote walikuwa maansar: Ubay bin Ka'b, Muadh bin Jabal, Abu Zaid na Zaid bin Thabit. Hiyo ni hadithi ya Bukhari. Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema wahifadhi maarufu wa ansari ni wafuatao: Ubada bin Thamit, Muaz, Mujammi bin Harisa, Fazala bin Ubaid, Maslama bin Mukhallad, Abu Darda, Abu Zaid, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Saad bin Ubada na Waraka. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema, katika umati wangu mtu aliyempole zaidi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, na katika swala la dini ya Allah mtu aliyemkali zaidi ni Umar, yani anazingatia sana kanuni na sheria ya dini. Na katika haya mtu aliyekamilika zaidi ni Uthman, yani amekifikia kiwango cha juu cha haya. Na mtu ambaye ana ujuzi mkubwa wa mambo ya halali na haramu ni Muaz bin Jabal, na mtu anayezingatia sana kuhusu wajibu wake ni Zaid bin Thabit, na mtaalamu wa usomaji wa Qur'ani tukufu ni Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Na kila umati unakuwa na amini wake, na amini wa umati huu ni Abu Ubaida bin al-Jarrah radhiyallahu anhu, ambaye habari zake nimekwisha zieleza katika hutuba iliyopita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, mtu wa kwanza aliyeanza kuandika wahi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Katika zama zile haukuwa utamaduni wa kuandika jina la mwandishi mwishoni mwa kitabu au Qur'ani tukufu. Ubay ndiye aliyeanzisha utaratibu huo, na baadaye watu wengine wakaufuata utaratibu huo, kisha njia hiyo ikaanza kutumika rasmi. Na Ubay bin Ka'b alikuwa ameanzisha utamaduni huo. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu alikuwa akikariri kila neno la Qur'ani tukufu kwa kulisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kwa kuona shauku yake alikuwa anaelekeza zaidi upande wa masomo yake.
kwa sababu ya haiba ya utume, maswahaba wakubwa katika swala la kumuuliza Mtume sallam maswali walikuwa wakijisikia haya. Lakini hat Ubay radhiyallahu anhu alikuwa akimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam maswali mbalimbali. Bila shaka alikuwa akizingatia heshima na nafasi na daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akimuuliza maswali mazuri. Na wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona shauku yake alikuwa akianza mwenyewe na alikuwa akieleza hata bila kuulizwa. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasalisha sala ya alfajiri, na katika sala akasahau kusoma aya moja. Sala ilipoanza hat Ubay hakuwepo wakati ule, bali alikuwa amekuja kuungana na Waislamu wenzake hapo katikati. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala yake akawauliza watu kwamba je, yupo mtu aliyewaza lolote kuhusu usomaji wangu? Watu wote wakakaa kimya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza kwamba Ubay bin Ka'b yuko wapi? Hat Ubay alikuwa ameshamaliza sala yake na yeye akanena kwamba wewe hukusoma aya fulani katika usomaji wako. Je, aya hiyo imefutwa au ulisahau kuisoma katika usomaji wako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, bali nilikuwa nimesahau kuisoma. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea kwa Hat Ubay na akasema kwamba nilikuwa najua ya kwamba mina ghairi yako hakuna mtu mwingine ambaye atakuwa amefikiri hivi. Hat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anasema nilikuwa miskitini, mtu mmoja alikuja ndani ya miskiti na akaanza kusali. Kisha akasoma Qur'ani tukufu kwa matamshi ambayo sikuweza kuyatambua. Kisha akaja mtu mwingine naye akaisoma kwa matamshi mengine tofauti na yale ya mwenzake. Kisha tulipomaliza kusali tukamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikasema kwamba mtu huyo amesoma Qur'ani tukufu kwa matamshi ambayo ni mageni kwangu. Kisha akaja mtu mwingine naye akasoma Qur'ani tukufu katika matamshi yaliyokuwa tofauti na matamshi ya mwenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wote wawili kwamba wamsomee Qur'ani tukufu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote wakamsomea Qur'ani tukufu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wote wawili kwamba mmesoma vizuri. Hat Ubay anasema kwamba nilikuwa na rai yangu kwamba mtu huyo hakusoma vizuri, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba amesoma sawa wala haina shida yoyote, hapo nikajisikia majuto makubwa moyoni mwangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona hali yangu ya majuto niliyokuwa nayo, akaweka mkono wake juu ya kifua changu. Nilikuwa nimeloa na jasho kana kwamba katika hali ya woga nilikuwa namuona Mwenyezi Mungu mwenye jalali. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia, ewe Ubay, nilipata ujumbe kwamba niisome Qur'ani tukufu katika matamshi ya aina moja. Nikasema kwamba urahisishie umati wangu. Hivyo akaniambia kwamba niisome Qur'ani tukufu katika matamshi mawili, yani matamshi ya aina mbili. Nikamwomba nikisema kwamba ufanye wepesi kwa umati wangu. Kisha akanijibu kwa mara ya tatu kwamba haya, someni katika matamshi ya aina 7. Na kila ulipouliza swali umepewa haki ya kufanya dua moja. Yani Jibraili akasema kwamba huu ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu ya kwamba badala ya kila tamshi umepewa haki ya kufanya dua moja ambayo unaweza kuniomba. Ndipo nikasema, ewe Allah, usamehe umati wangu, ewe Allah, usamehe umati wangu. Na dua ya tatu nimeibakisha kwa ajili ya siku ile ambapo viumbe wote watanielekea kwangu, hadi Ibrahimu vile vile.
hat ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu alikuwa na ujuzi mkubwa wa kusoma Qur'ani tukufu kwa sauti nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa anasoma mbele yake. Hivyo katika mwaka wa kifo chake akamsomea hat Ubay Qur'ani tukufu na akamwambia kwamba Jibraili alikuwa ameniambia ya kwamba umsomee Ubay Qur'ani tukufu. Katika zama tukufu ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam hat Ubay alikuwa akimfunza muirani mmoja Qur'ani tukufu. Alipomsomesha aya hii, inna shajarata zaqume ta'amul athim, ye hakuweza kutamka athim, na kila mara badala ya kutamka sin alikuwa akisema yatim. hat Ubay radhiyallahu anhu alikuwa na wasiwasi nyingi kwamba afanyeje ili aweze kumfundisha Qur'ani tukufu na yeye aweze kujifunza vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita karibu yake, na kwa kuona hali ya wasiwasi yake akasimama, na aliposikia akasema kwamba mwambie kwamba aseme tu'amun ta'zim kwa zoe. Ubay alipomwambia aseme hivi, yeye akasema na akatamka vizuri neno la athim. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akamwambia hat Ubay ya kwamba umsaidie na umwambie katika lugha yake ili aweze kusoma Qur'ani tukufu kwa matamshi mazuri, na Mwenyezi Mungu atakujalia ujira wake. Safari moja mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitoa hutuba ya Ijumaa, katika hutuba yake akasoma sura Barat. hat Abu Darda na hat Abu Zar walikuwa hawajui kuhusu sura hiyo. Katikati ya hutuba wakamuuliza hat Ubay kwamba sura hiyo imeteremka lini, maana hatujaisikia hapo kabla. hat Ubay akawaambia kwa kutumia ishara ya kidole chake kwamba wanyamaze. Baada ya sala walipoinuka na kuelekea nyumbani, wakamwambia hat Ubay kwamba hukutujibu swali letu. hat Ubay akasema, leo kwa sababu ya kitendo chenu cha kipuuzi sala yenu imeenda bure. Watu hawa kwa kusikia hayo wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamueleza kwamba Ubay anasema hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Ubay amesema kweli, yani nyinyi hamtakiwi kuongea katika hutuba. hat Ubay bin Ka'b anasimulia kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe Abu Munzir, je, wajua kwamba katika kitabu cha Allah ulicho nacho aya iliyo azimu ni aya gani? hat Ubay anasema, nilisema Mungu na mtume wake wanajua vizuri zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Abu Munzir, je, wajua kwamba katika kitabu cha Allah ulicho nacho ni aya gani iliyo azimu? Nikasema, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ubay anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake juu ya kifua changu na akasema, ewe Abu Munzir, elimu hii iwe sababu ya kukuletea baraka. Katika zama tukufu ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, hat Ubay alikuwa amemfundisha Tufail bin Amr Dosi Qur'ani tukufu. Yeye akampatia upinde mmoja kama zawadi. hat Ubay akauchukua na akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba upinde huo umeupata kutoka wapi? hat Ubay akasema, hiyo ni zawadi ambayo mwanafunzi wangu mmoja amenipatia kama zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umrudishie na usipokee zawadi za aina hiyo katika siku zijazo. Vivyo hivyo mwanafunzi mmoja akampatia kitambaa fulani kama zawadi, na katika swala hilo pia likatokea jambo hilo hilo. Baada yake akaachana na mambo hayo, yani alikuwa hapokei zawadi yoyote kama ajira ya kusomesha Qur'ani tukufu.
wakati wa Syria walipokuwa wakisoma Qur'ani tukufu kutoka kwake na walikuwa wakiwaambia waandishi wa Madina ili waandike kwa ajili yao. Sasa njia waliokuwa wakiitumia ya kulipa malipo ya uandishi ni kwamba walikuwa wakiwajumuisha katika chakula chao, yani walikuwa wakiwalisha kama malipo. Lakini Hazrat Ubay alikuwa hakubali mwaliko wao. Siku moja Hazrat Umar akamuuliza kuhusu chakula cha Syria kwamba chakula chao kinakuwa cha aina gani. Hazrat Ubay akasema, mimi sili chakula chao bali nakula chakula changu tu. Hazrat Ubay alishiriki katika vita ya Badr, Uhud, Handaki na vita vyote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita ya Uhud, mshale mmoja ulikuja kupiga mshipa wake wa msingi ambao unafikisha damu kwa kichwa, nyuma ya kifua na kwa mikono na miguu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia tabibu mmoja ambaye akaukata mshipa ule kisha akauchoma kwa mkono wake. Tukio moja la vita ya Uhud ambalo nimeshalieleza hapo kabla, lakini kwa kifupi tu nalieleza hapa. Baada ya vita kuisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazrat Ubay bin Ka'b kwamba nenda ukaangalie hali ya wajeruhi ikoje. Anasema, nilifika kwa Hassan bin Rabi ambaye alikuwa amejeruhiwa vibaya na alikuwa akivuta pumzi zake za mwisho. Ubay akamwambia, ikiwa unapenda kuwapatia jamaa zako ujumbe fulani basi nipatie. Hassan akatabasamu na akasema, nilikuwa namsubiri Muislamu yeyote ili akija tu basi nimpatie ujumbe. Kisha akasema, nipe mkono wako katika mkono wangu na uniahidi kwamba lazima utafikisha ujumbe wangu. Na ujumbe wake ulikuwa nini? Ujumbe wake alioutoa ndio huu kwamba akasema, uwasalimie ndugu zangu Waislamu na uwaambie watu wa kaumu yangu na jamaa zangu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni amana ya Mwenyezi Mungu tuliyo nayo, nasi tukaendelea kuihifadhi amana hiyo kwa moyo wote hadi pumzi zetu za mwisho. Sasa tunaondoka na tunawaachieni wajibu wa kuihifadhi amana hiyo. Musije mkaonesha udhaifu wowote katika kuihifadhi. Mwaka wa 9 wa Hijria, zaka ilipofarazishwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kukusanya sadaka akawatuma wakusanyaji mbalimbali katika majimbo ya Uarabuni. Hazrat Ubay akateuliwa kuwa mkusanyaji wa sadaka kutoka kabila la Banu Bali, Banu Azhar na Banu Saad. Safari moja Hazrat Ubay alienda kijijini. Mtu mmoja alimletea wanyama wake wote na akasema kwamba chagua yeyote unayempenda kama zaka. Hazrat Ubay kutoka ngamia zake akamchagua mtoto wa ngamia aliyekuwa na umri wa miaka 2 tu. Mtoaji wa sadaka akasema, kwa kumchukua mtoto huyo wa ngamia utapata faida gani? Ngamia huyo hawezi kukupa maziwa wala huwezi kumpanda. Ikiwa unapenda kuchukua basi huyu ni ngamia jike ambaye ana afya nzuri. Hazrat Ubay akasema, hiyo haitatokea kamwe, mimi siwezi kuenda kinyume cha maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni bora tuende Madina ambayo si mbali kutoka hapa na ufanye kama atakavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ye akaridhika kwa hilo na pamoja na Hazrat Ubay akaja Madina akiwa na ngamia wake jike na akamweleza kisa kizima kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa unapenda kumtoa ngamia huyo mkubwa katika zaka basi toa tu, tutampokea na Mungu atakujalia malipo yake. Ye akatoa ngamia huyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaondoka. Katika ukhalifa wa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kazi ya kuweka utaratibu na uandishi wa Qur'ani tukufu ulipoanza, kundi la maswahaba walioteuliwa kwa ajili ya huduma hiyo, Hazrat Ubay alikuwa msimamizi wao. Yeye alikuwa akinena maneno ya Qur'ani tukufu na watu walikuwa wakiyaandika. Jumuiya hiyo ilikuwa na wataalamu, hivyo wakati mwingine walikuwa wakijadiliana juu ya aya mbalimbali. Aya ya sura Tauba isemayo, suman sarafallahu qulubahum biannahum qaumun la yafqahun, ilipoandikwa watu wakasema
aya hiyo ilikuwa imeteremka mwishoni kabisa. Hazrat Ubay akasema hapana, baada ya aya hiyo zipo aya 2 ambazo Mtume sallallahu alikuwa amenisomesha, hivyo aya hiyo si ya mwisho bali zipo aya 2 zinazoifuata. Hazrat Umar radhiyallahu anhu katika ukhalifa wake alianzisha mambo mengi yaliyofaa sana, na Majlis Shura ilikuwa moja kati ya mambo yale. Majlis Shura ilikuwa imeanzishwa na Hazrat Umar radhiyallahu anhu, ambayo ilikuwa na wajumbe mbalimbali kutoka Muhajirina na Ansar, ambao kwa niaba ya kabila la Khazraj Hazrat Ubay bin Ka'b alikuwa mjumbe wake. Mtu mmoja aitwaye Jabir bin Zubair anasimulia kwamba katika zama ya ukhalifa wa Hazrat Umar radhiyallahu anhu, nilimwendea Hazrat Umar kwa kazi yangu fulani. Mtu mmoja alikuwa amesimama karibu na Hazrat Umar ambaye alikuwa amevaa mavazi meupe na nywele zake pia zilikuwa nyeupe. Yeye akasema, kwa yakini katika dunia hii tunazo njia za kufikia malengo yetu, na tunayo mambo kwa ajili ya akhira, na tuna matendo ambayo malipo yake tutayapata siku ya akhira. Jabir anasema, nilimuuliza, ewe Amirul Mu'minin, mtu huyo ni nani? Hazrat Umar akanijibu, huyo ni kiongozi wa Waislamu Ubay bin Ka'b. Imesimuliwa na Abdurrahman bin Abd Qari kwamba katika mwezi wa Ramadhan usiku mmoja nilielekea misikitini pamoja na Hazrat Umar. Nikaona kwamba watu wamegawanika katika makundi tofauti. Mmoja alikuwa anasali peke yake ilhali mwingine alikuwa anasalisha watu kadhaa. Hazrat Umar akasema, naona itakuwa vyema ikiwa uwakusanye wawe wanafuata karimu mmoja. Kisha akaamua kufanya hivyo na akawakusanya nyuma ya Hazrat Ubay bin Ka'b. Khalifa mtukufu anasema kwamba labda wakati wa usiku watakuwa wanaswali sala za nafali. Hazrat Ubay ni miongoni mwa watukufu ambao walikuwa wakisikiliza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu kubwa ya hadithi, na ndio sababu kwamba maswahaba wengi katika masomo ya hadithi walikuwa wanafunzi wake. Hivyo watu waliokuwa wakikusanyika kwake wengi walikuwa maswahaba na walikuwa wakisikiliza hadithi kutoka kwake. Hazrat Umar bin Khattab, Hazrat Abu Ayyub Ansari, Hazrat Ubada bin Swamit, Hazrat Abu Huraira, Hazrat Abu Musa Ashari, Hazrat Anas bin Malik, Hazrat Abdullah bin Abbas, Hazrat Sahal bin Sa'd, Hazrat Zulman bin Sarda. Hawa wote walikuwa wakijinufaisha na elimu ya hadithi ya Hazrat Ubay bin Ka'b. Hazrat Qais bin Ubada alikuja Madina kwa ajili ya kukutana na maswahaba. Yeye anasema kwamba sikumuona mtaalamu mkubwa kuliko Hazrat Ubay bin Ka'b. Ilikuwa muda wa swala, watu walikuwa wamekusanyika na Hazrat Umar pia alikuwepo. Kulikuwa na haja ya kusema jambo fulani la kielimu. Sala ilipokwisha, Hazrat Ubay akanyanyuka na akawafikishia watu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walikuwa wanasikia kwa shauku kubwa. Qais kwa kuona shani ya Hazrat Ubay akapata athari kubwa sana. Mama mmoja alimjia Hazrat Umar radhiyallahu anhu na akasema kwamba mume wangu amefariki dunia na mimi ni mjamzito. Khalifa mtukufu anasema kwamba Hazrat Ubay bin Ka'b kwa mujibu wa Qur'ani tukufu alikuwa akieleza majibu ya maswali mbalimbali ya fiqh. Hivyo mama huyo alipofika kwa Hazrat Umar na akamwambia kwamba mume wangu amefariki dunia, nilikuwa mjamzito, sasa nimejifungua tayari, lakini bado sijamaliza siku za eda yangu ya miezi 4 na siku 10 ambayo mwanamke anamaliza pale anapofiwa na mume wake. Nilikuwa mjamzito na sasa nimejifungua tayari, sasa wasemaje? Je, nitimize eda yangu au inatosha? Hazrat Umar akasema, timiza eda yako iliyowekwa kwa ajili ya mjane. Kisha mama huyo akaja kwa Hazrat Ubay bin Ka'b na akamuuliza swali hilo hilo na pia akamwambia kuhusu jibu ambalo Hazrat Umar alikuwa amelitoa. Hazrat Ubay akasema kwamba nenda ukamwambia Hazrat Umar kwamba Ubay anasema mwanamke huyo amehalalishwa, sasa hana haja ya kukaa eda,
na ikiwa atakuuliza kwamba mimi niko wapi, basi nipo hapa hapa tu, unaweza kuniita. Mama huyo akamwendea Hazrat Umar akasema, nenda ukamuite Hazrat Ubay. Hazrat Ubay akaja. Hazrat Umar akamuuliza kwamba kwa msingi gani umelisema hilo. Ubay akamjibu kwa msingi wa Qur'ani tukufu, na akasoma aya hii, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yazana hamlahunna, na wanawake wenye mimba eda yao ni mpaka watakapojitua. Kisha akasema mjamzito aliyekuwa mjane naye pia yumo ndani yake. Na kuhusiana na hilo nimeisikia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar akamwambia mama huyo kwamba umsikilize Ubay na ufanye kama asemavyo. Nyumba ya baba mdogo wa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam aitwaye Hazrat Abbas ilikuwa karibu na msikiti wa unabii. Hazrat Umar aliamua kupanua msikiti. Yeye akamwambia Hazrat Abbas kwamba niuzie nyumba yako ili niingize katika msikiti. Hazrat Abbas akakataa. Hazrat Umar akasema basi toa kama zawadi. Abbas akakataa kufanya hivyo. Hazrat Umar akasema haya basi upanue wewe mwenyewe msikiti huu na uingize nyumba yako katika msikiti. Hiyo itakuwa nzuri sana na msikiti utapata wasaa kwa ajili ya umma. Hazrat Abbas hakuridhika kwa hilo. Hazrat Umar akasema yapo mambo matatu, hivyo chagua moja katika haya. Hazrat Abbas akasema hapana, sitakubali lolote. Kisha wote wawili wakamfanya Hazrat Ubay bin Ka'b ndiye hakimu wao. Hazrat Ubay akamwambia Hazrat Umar kwamba wewe huna haki ya kuchukua kitu chake kama yeye hakubali kukupa. Hazrat Umar akamuuliza Ubay kwamba kwa msingi gani umetoa amri hiyo. Hazrat Ubay akasema nimetoa kwa msingi wa hadithi, nayo ni kwamba Suleiman alipojenga jengo la Baitul Maqdis, ukuta wa Baitul Maqdis mmoja uliokuwa umejengwa katika ardhi ya mtu fulani ukabomoka. Suleiman akapata wahi kwamba apate kibali kutoka kwa mtu huyo na kisha aujenge. Hazrat Umar kwa kusikia hayo akanyamaza. Lakini Hazrat Abbas ambaye alikuwa na imani na unyofu mkubwa moyoni mwake, na alikuwa na uchamungu mkubwa, na alikuwa na heshima kwa ukhalifa, na alikuwa anaupenda sana ukhalifa, akasema kwa Hazrat Umar kwamba haya mimi nakubali na naingiza nyumba yangu hii katika misikiti. Safari moja Hazrat Umar aliamua kwamba awazuie watu kutoka hija ya tamattu. Huzur amesema kwamba zipo aina tatu za hija, labda baadhi ya vijana watakuwa hawazijui. Hija tamattu ni hija ambapo watu wanafunga ihramu ya umra na wanafika Makka, na kwanza wanafanya umra kisha wanafungua ihram, kisha tarehe 8 ya Zulhijja wanafunga ihramu mpya kisha wanafanya hija. Hiyo ni hija tamattu. Na hija ya kawaida inaitwa hija mufrad, na kisha ni hija kiran, kwamba umra na hija inafanywa katika ihram moja tu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu alipowazuia watu kutoka hija ya tamattu, Hazrat Ubay akasema kwamba wewe huna hiari ya kufanya hivi, na akamzuia Hazrat Umar kwamba asifanye hivi na asiwazuie watu kutoka hija ya tamattu. Kisha Hazrat Umar akaachana na nia yake hiyo na hakufanya hivi. Kisha safari moja Hazrat Umar radhiyallahu anhu aliamua kuwazuia watu kwamba wasitumie kanzu za Hira, ambao ni mji uliopo katika maeneo ya Najd, ukiwa na umbali wa maili 3 kutoka Kufa, kwani katika rangi yake kuna athari fulani ya mkojo. Khalifa mtukufu anasema kwamba inawezekana ya kuwa wakati wa kutengeneza rangi ile watakuwa wanachanganya mkojo wa mnyama fulani. Hazrat Ubay akasema kwamba huwezi kufanya hivi, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevaa nguo za rangi hii na pia akavaa kanzu ya huko,
sisi pia tukawa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuna mtu aliyetupinga. Hapo Hazrat Umar akanyamaza. Safari moja katika zama za ukhalifa wa Hazrat Umar na Hazrat Ubay wakahitilafiana juu ya bustani moja. Hazrat Ubay akaanza kulia na akasema kwamba una mambo hayo tu. Hazrat Umar akasema kwamba mimi sikuwa na nia hii. Wewe unaweza kumfanya mtu yeyote kuwa hakimu baina yetu. Mimi naona rai yangu ni sahihi, lakini unaweza kumfanya mtu yote awe hakimu. Hazrat Ubay akataja jina la Zaid bin Thabit kwamba yeye aamue baina yetu. Hazrat Umar akaridhika na kesi ikaelezwa mbele ya Zaid. Ijapokuwa Hazrat Umar alikuwa khalifa wa Islam, lakini akahudhuria katika kikao cha Zaid kama mtu wa kawaida. Hazrat Umar alikuwa amekataa kukubali dai la Hazrat Ubay. Hazrat Umar akamwambia Ubay kwamba wewe umesahau, hivyo kumbuka vizuri. Hazrat Ubay akaendelea kutafakari kwa muda, kisha akasema sikumbuki. Kisha Hazrat Umar akamueleza Hazrat habari zote. Hazrat akamuuliza Hazrat Ubay kwamba wewe una ushahidi gani? Hazrat Ubay akasema kwamba mimi sina ushahidi wowote isipokuwa labda umwambie Amirul Mu'minin na mwambie kwamba ale kiapo. Hazrat Umar akasema ikiwa kula kiapo ni jambo la lazima, mimi sina shida nayo. Kisha uamuzi ukatolewa kama ulivyokuwa. Hazrat Uthman bin Affan kwa ajili ya kukusanya Qur'ani tukufu alikuwa amewateua watu 12 kutoka Quraysh na Ansar, na Hazrat Ubay bin Ka'b alikuwa mmoja wao, na Hazrat Zaid bin Thabit pia alikuwa baina yao. Katika zama ya Hazrat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hitilafu ya matamshi ya Qur'ani tukufu ilikuwa imeenea katika nchi nzima. Hazrat Uthman alitaka kufuta hitilafu hiyo na akawaita maswahaba mbalimbali na akasikiliza Qur'ani tukufu kutoka kwao. Hazrat Ubay bin Ka'b na Hazrat Abdullah bin Abbas na Hazrat Muadh bin Jabal, kila mmoja wao alikuwa akihitilafiana na mwenzie katika matamshi yake. Hazrat Uthman alipoona hali hiyo akasema kwamba nataka kuwakusanya Waislamu wote ili wawe na matamshi ya aina moja. Walikuwepo watu 12 waliokuwa na ujuzi mkubwa wa Qur'ani tukufu. Hazrat Uthman akawakabidhi kazi hii muhimu na akamteua Hazrat Ubay bin Ka'b kama kiongozi wao. Hazrat Ubay alikuwa akinena maneno ya Qur'ani tukufu na Hazrat Zaid alikuwa akiandika. Hazrat amesema kwamba leo Qur'ani tukufu tulio nayo ni sawa na matamshi ya Hazrat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Uti bin Zumra anasema kwamba mimi nilimwambia Ubay bin Ka'b ya kwamba imekuaje kwa nini mlio maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tunawajieni kutoka mbali ili mtu simulie baadhi ya matukio na habari mbalimbali na mtu fundishe, lakini tunapokuja kwenu nyinyi hamtuthamini kana kwamba sisi hatuna thamani yoyote mbele yenu. Ubay bin Ka'b akasema wallahi, ikiwa nikibaki kuwa hai hadi Ijumaa ijayo, basi siku ile nitakwambia jambo fulani, kisha sitajali endapo utaniacha kuwa hai au utaniua. Ijumaa ijayo nikaenda Madina na nikawakuta watu wakitembea mitaani kwa wingi. Nikasema kwamba imekwaje kwa watu hawa? Mmoja akasema, je, wewe si mkazi wa mji huo? Je, wewe ni mgeni? Hujui kwamba leo kiongozi wa Waislam amefariki dunia? Nikasema kwamba sikuiona siku kama ya leo ambapo Mwenyezi Mungu awe amemsitiri mtu kama alivyomsitiri Ubay bin Ka'b. Khalifa mtukufu anasema kwamba Ubay alikuwa amemwambia mtu huyo kwamba nitakwambia jambo fulani na sijui baada ya kulisikia utanifanyia nini. Inaonekana ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemwepusha kusema jambo ambalo yeye alikuwa hapendi kulisema.
baki Mwenyezi Mungu anajua vizuri zaidi kwamba alikuwa anapenda kusema nini. Hat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu amesimulia kwamba mimi katika mausiku manane namaliza kusoma Qur'ani tukufu. Hat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu alikuwa anampenda sana Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiegemea nguzo moja kati ya nguzo za msikiti wa unabii ambayo ilikuwa shina ya mtende, alikuwa akitoa hutuba. Kisha mimbari ilipojengwa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya Ijumaa akikaa juu ya mimbari ile na akaanza kutoa hutuba. Hapo sauti fulani ya kelele ikatoka kutoka shina ile. Watu wote wa misikiti wakaisikia sauti hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja karibu na shina ile na akaweka mkono wake juu yake, kisha akakumbatia nayo. Hapo shina hiyo ikaanza kulia kama anavyolia mtoto mtukufu ambaye anabembelezwa, hadi ikapata utulivu na sauti ikaisha. Kisha ulipofanyiwa ukarabati wa misikiti, Ubay bin Ka'b akachukua shina ile na akaipeleka nyumbani, na sababu yake ilikuwa hii tu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama kwa kuiegemea. Hivyo akaipeleka nyumbani hadi ikaoza na kuliwa na mchwa, lakini akaiweka nyumbani kwake na sababu yake ilikuwa mapenzi yake. Hiyo ni riwaya ya Musnad Ahmad bin Hanbal na sehemu yake kiasi ni ya Bukhari. Katika maswahaba wa Mtume kulikuwa na makazi 6: Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Abdullah bin Mas'ud, Hazrat Zaid bin Thabit, Hazrat Abu Musa Ashari na Hazrat Ubay bin Ka'b. Samura bin Jundab alikuwa sahaba mkubwa sana. Yeye katika sala baada ya kusoma takbira alikuwa akinyamaza kwa muda, yani akisema Allahu Akbar, hapo alikuwa akikaa kimya kwa muda, kisha alikuwa akisoma sura Fatiha. Watu wakampinga kwa hilo. Yeye akamuindikia Hazrat Ubay kwamba amwambie uhakika wa swala hilo ni nini. Hazrat Ubay akamtumia jibu fupi tu kwamba kitendo chako ni sawa na sheria na wanaokupinga wamekosea kwa hilo. Suwaid bin Ghafala akifuatana na Zaid bin Shujan na Suleiman bin Rabia alikwenda kushiriki katika vita fulani. Akaiona bakora katika eneo la Uzeb. Uzeb ni jina la bonde moja la Banu Tamim na ni eneo lenye maji lililopo baina ya Qadisiyah na Mughisa, lilo na umbali wa maili 4 kutoka Qadisiyah. Suwaid akaichukua bakora ile, wenzake wakasema tupa tu, labda itakuwa ya Muislamu fulani. Yeye akasema sitaitupa, nikitupa labda mbwa mwitu ataila na itakuwa chakula chake, hivyo ni vyema niitumie. Kisha baada ya siku chache Suwaid akatoka kwa ajili ya hija, na njiani alipokuwa akipita karibu na Madina akaenda kukutana na Ubay bin Ka'b na akamweleza tukio la bakora. Ubay akasema hata mimi pia nilipata tukio la aina hiyo. Katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nilikuwa nimepata dinari 100. Zura amesema sasa iwe dinari au iwe bakora, kila kitu kina thamani yake na ni amana. Sasa Mtume sallallahu alikuwa amesema nini? Sikieni kwa makini. Ubay akasema kwamba Mtume sallallahu alitoa amri kwamba endelea kuwatangazia watu kwa mwaka mzima, na mwaka mmoja ukipita usubiri tena kwa mwaka mwingine, na ikiwa mtu fulani aje kwako na akuambie sifa na alama za kitu kile, basi umrudishie, lakini ukimkosa mtu basi hiyo itakuwa mali yako. Yani mtu asubiri kwa miaka 2 na akumbuke alama zake, kisha mtu akija na kueleza zile alama basi ampatie, waila itakuwa mali yake. Mtu mmoja alikuwa akitangaza misikitini kuhusu kitu chake fulani kilichokuwa kimempotea. Ubay akaona na akakasirika juu yake. Mtu huyo akasema sijasema maovu. Yeye akasema sawa, lakini hiyo ni kinyume cha sheria, hiyo ni kinyume cha heshima ya misikiti kwamba tangazo la vitu vya dunia litangazwe humo. Kuhusu kifo cha Ubay zipo riwaya tofauti. Sawa na riwaya moja kifo chake kilitokea katika zama ya ukhalifa wa Umar katika mwaka wa 22 Hijria, ila hali sawa na riwaya nyingine katika zama ya ukhalifa wa Uthman alifariki katika mwaka wa 30 wa Hijra.
na hiyo ya pili ni sahihi zaidi, kwani Uthman alikuwa amemkabidhi kazi ya kukusanya Qur'ani tukufu. Katika kizazi cha Ubay alikuwepo Tufail na Muhammad, na jina la mama ya watoto hawa lilikuwa Tufail binti Tufail, naye alitokana na kabila la Daus. Binti mmoja wa Ubay alikuwa anaitwa Amr. Hapo habari za Ubay bin Ka'b zimekwisha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.